kipindi chetu cha simulizi na hadithi. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mimi msimulizi wenu wa simulizi na hadithi. Leo hii tutasimulia simulizi iitwayo Nilipofika Mwisho Ndipo Nilipoanzia. Leo hii nitasimulia sehemu ya kwanza. Simulizi yetu inaanzia hapa. Sikuwahi kufikiria maisha yangu yangeniweka chini kiasi kile. Mwaka 2021 ulikuwa mwaka ambao ningependa kufuta kwenye kumbukumbu zangu. Nilipoteza kazi ghafla bila onyo. Mwezi mmoja baadaye nikapoteza nyumba niliyokuwa naipenda. Na marafiki niliwategemea walipotea kama hawakuwahi kuwepo. Siku moja nilijikuta nimesimama barabarani, nikiwa na mfuko mmoja tu wa nguo. Simu ambayo haikuwa na chaji, na moyo uliovunjika vipande vidogo vidogo. Nilihisi dunia imenigeuka. Nilitembea bila kujua ninakoenda mpaka nikafika kwenye bustani ndogo karibu na kituo cha mabasi. Nilikaa kwenye benchi nikafunika uso wangu kwa mikono na nikalia kimya kimya. Sio kwa sababu ya kupoteza vitu, bali kwa sababu nilihisi nimepoteza mimi mwenyewe. Wakati nikiwa pale, mama mmoja mzee alisimama mbele yangu. Alikuwa na kikapu cha mboga mkononi, na macho yake yalikuwa na huruma ambayo sikuwa nimeiona kwa muda mrefu. Akauliza kwa sauti ya upole, "Mtoto wangu, una shida gani?" Sikujua kwa nini, lakini maneno yake yalivunja ukuta niliokuwa nimejijengea. Nikamwambia kila kitu bila kuficha, bila kujifanya jasiri. Alikaa pembeni yangu, akashika mkono wangu na kusema, "Usione haya kuanguka. Watu wengi wameanza kupanda baada ya kuanguka vibaya." Maneno yake yalinigusa kuliko kitu chochote nilichowahi kusikia. Kwa mara ya kwanza baada ya miezi mingi, nilihisi kama mwanga mdogo mbele yangu. Siku hiyo ndo ilikuwa mwanzo wa safari yangu mpya. Safari ambayo sikuwahi kufikiria ingeanza kwenye benchi la bustani. Asanteni kwa kusikiliza sehemu ya kwanza. Endeleeni kunifollow, kusubscribe, kucomment and kulike. Fuatilia sehemu ya pili katika peji zetu za Facebook, YouTube, TikTok and Instagram. Karibuni sana. Msikose kusikiliza sehemu ya pili.